Amini sijakuona kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Ulipigwa simu ukakimbia nini? Au wewe sio katika wale waliokataa? Kuna watu walipigwa simu wakakataa, kuna wengine hawajapigiwa. Mimi kwa kweli sikupigiwa simu na mtu yoyote. Wewe ukupigiwa? Sikupigiwa simu. Lakini pia naheshimu kitu ambacho wamekifanya mabraza, kwa sababu ni mabraza ambao walianza kuchonga barabara mpaka Bongo Flava kuwa biashara, Bongo Flava kuwa kazi, Bongo Flava watu wanajiajiri kupitia Bongo Flava. Lakini pia ni miongoni mwa mtu ambaye nilishahudhuria pia mazoezi ambao wanayafanya yale ya live band. Nilipita pale siku moja na nikakutana na Brother Madi, walinifurahia. Mdogo wetu umekuja, safi bana, sasa nimekuja kusupport kwa sababu bila nyinyi mimi nisingekuwa hapa na bila nyinyi nisingekuwa mwanamuziki. Bwana, kumbe ulitokea? Nilitokea mazoezini. Afu wakalabuyu bado. Nafikiri au list ilikuwa tayari ishatajwa. Nafikiri pia ni watu walikuwa ni wengi sana. Wasanii ni wengi. Kwa hiyo wangeweza kuniweka, lakini labda kutokana na wingi wa wasanii wamekosa nafasi. Sasa itakuwaje mtu saa 1 asubuhi huyo? Sema vitu vyako vile, kulikuwa kuna bendi pale unajua. Na mimi nilikuwa natamani sana kuwepo. Nilikuwa natamani sana kuwepo kuonesha kile kitu ambacho nilichokuwa nacho, kitu ambacho nimejifunza kutokea THT, lakini inshallah kwa sababu tamasha linaendelea huko mbele tutakuwepo pia. Lakini ulinionaje generally namna lilivyo, wasanii ambao walipata nafasi ya kufanya live pia, nini maoni yako juu ya wasanii wote ambao walipana ile kwa kilichotokea? Cha kwanza nimependa mipango ambayo waliipanga, namna wasanii walivyokuwa wanaingia, walikuwa wamefanya collab pamoja, wana share vipi. Idea ilikuwa nzuri. Lakini kitu kimoja ambacho mimi nilikiona ambacho hakikuwa sawa ni katika swala la kuheshimu muda, kwa sababu wasanii walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo mtu kwa sababu hajaperform labda muda mrefu, kwa hiyo anatake advantage pale, anataka kila kitu amalize siku hiyo. Kwa lazima tuheshimu muda ili na mwingine aweze kupata nafasi ya kuweza kufanya kitu ambacho amejiandaa nacho. Na kingine kulikuwa kuna uwezo wa kufanya show kubwa nzuri zaidi, lakini kuna panic fulani ilikuwepo. Unakuta mtu anaimba sauti ambayo si ile aliyoimbia studio kwenye wimbo wake. Anakuwa na koroma na nini. Kwa hiyo hivi vitu vinatakiwa virekebishwe, pia vinatakiwa vipatikane seminar. Alright, sawa. So at least pia umetupatia vitu vya kitaalamu tunasema. FM.